Kwa majina naitwa Vivian Eni Stefano. Mimi ni mkazi wa Singida mjini. Msafara huu tangu juzi na jana niko nao. Mimi bwana, kero yangu kubwa inayenisumbua ni kwamba nilikuwa na mwanafunzi anasoma shule ya sekondari Tumuli, kidato cha kwanza mwaka jana. Baada ya hapo mwezi wa 4 tarehe 6 nilipigiwa simu na mwalimu mkuu, nikaambiwa majira ya jioni kwamba mzazi, tunakuomba ufike shuleni uje umchukue mwanafunzi wako. Niliuliza tatizo, lakini sikujua kama ni tatizo kubwa. Nilimwomba mwalimu mtoto wangu afanye mtihani, lakini mwalimu alikataa. Alimzuia mtoto wangu kufanya mtihani, kisha alimfukuza kwa lengo la kuniambia mimi mzazi simtaki tena mtoto. Baada ya hapo asubuhi nilifika shule ya sekondari Tumuli. Baada ya kufika shule ya sekondari Tumuli sikumkuta mwalimu mkuu, nilimkuta Mwalimu Abeli ambaye ni mwalimu anasimamia bwenini. Baada ya hapo nilikaa zaidi ya masaa 4 nikisubiri kuletewa mtoto wangu, lakini kilichofuata sikupewa mtoto wangu. Nilipokea salamu za pole kwamba wanafunzi wametoroka, lakini sikukata tamaa. Nililia kwa uchungu sana, ikiwa wao ndo waliniita. Niliondoka na kurudi nyumbani Singida. Baada ya hapo kesho yake nikarudi, nikawauliza nini kinaendelea kuhusu mwanangu. Sikupata majibu. Walimu walikuwa wananipita kama hawanioni. Nikaendelea kuwauliza, nikawaambia ni taratibu gani, hawakunijibu. Kilichofuata mwalimu mkuu aliniandikia barua. Baada ya hapo mwalimu mkuu aliniandikia barua ya kwenda kwa mtendaji. Pasipo msaada wa mwalimu wala wa matoni, niliondoka pale nikaelekea kwa mtendaji. Nilipofika kwa mtendaji aliniandikia barua, nikaenda polisi. Baada ya kufika polisi nilikutana na afande kwa jina anaitwa Afande Peter. Pale Afande Peter alinipa alabia taarifa. Niliondoka tangu mwezi wa 4, nilienda kunyumbani kwa ajili ya kuendelea na utaratibu wa kumtafuta mtoto. Kila nikipiga simu shuleni sipati majibu, ikiwa mtoto wangu alikuwa boarding. Niliwauliza walimu, imekuwaje mtoto wangu apotee na wakati ni boarding na ina ulinzi na ina matoni? Hawakunipa majibu kamili. Basi nakumbuka ilikuwa ni tarehe 21 mwezi wa 7 katika utafutaji. Tulipokea simu kutoka Geita Katoro, maana mtoto wangu alikuwa ni wa form 1, ana umri wa miaka 14. Alafu kuna binti aliyekuwa ameondoka naye anaitwa Edina Ramazani, ni binti wa miaka 18 ambaye yeye ni form 3. Yule binti kwa maelezo ya walimu alisema ameshindikana shuleni. Mwaka juzi alitoroka na mwanafunzi mmoja. Mwaka jana alifanikiwa kutoroka na mwanafunzi wangu. Basi katika utafutaji simu ya Geita tulipoipokea, alipiga mama mmoja kwa mzazi wa Edina. Akasema, wewe ni mzazi wa Edina? Wakawasiliana. Baada ya hapo mzazi wa Edina alinitafuta. Aliponitafuta tulifanya utaratibu wa kuwasiliana yule mama, lakini tulipomweleza hao ni wanafunzi alizima simu, tukakosa kabisa mawasiliano. Baada ya hapo tulifuatilia ile namba kwa njia ya mitandao. Tulipata namba ya mume wake. Mume wake alitupokelea simu na kisha tukamweleza, akatukaribisha Geita. Tarehe 26 mwezi wa 7 Edina alifanikiwa kurudi nyumbani kwao Singida pasipo kurudi na Maria. Baada ya Edina kufika, tulimchukua Edina atuelekeze ni wapi mwenzie alipo. Tuliondoka na Edina tarehe 26 kuelekea Geita. Baada ya Geita Edina alituchanganya akatuambia Maria yuko Mwanza, lakini tulienda mpaka Mwanza. Nilitumia usafiri wangu private pamoja na baba yake mdogo na Edina na ndugu zangu baadhi, tulikuwa watu 5. Baada ya kufika Mwanza Edina alituambia Maria yuko Mkolani. Hapo mimi na ndugu zangu tukashauriana tufike kituo cha polisi Mabatini. Tulifika Mabatini tukaripoti, tukapewa askari 2
Askari mmoja anamkumbuka, alikuwa anaitwa Daudi Ngeni. Baada ya kupewa maaskari wawili, tulienda mpaka Mkolani kumwangalia Maria, lakini tulipofika Mkolani hatukumkuta Maria. Mwenyeji wa pale walisema hawakuwahi kumuona yule mtoto. Basi tulifuatilia ile simu ya Geita kumpigia tena yule baba. Tuliondoka Mwanza majira ya saa 7 na usafiri wetu tukiwa watu 5 pamoja na Edina. Tulipofika Geita, hatua ya kwanza tulimuomba Edina atupeleke mahali simu ilikopigwa na mahali tulikowasiliana. Ni kweli tulifika pale, tulikutana na mama mmoja anayeitwa Violet Mbwemwero akiwa na mume wake. Tuliwaeleza shida zetu. Baada ya hapo tulienda kituo cha polisi cha Geita. Kituo cha polisi cha Geita tulikutana na askari mmoja anaitwa Koplolawi. Koplolawi na yule baba mwenye nyumba walishirikiana, akatuonyesha yule kijana akiwepo na Edina. Baada ya hapo yule kijana tulimkamata, ambaye alikuwa akiishi na wanafunzi wote wawili akiwemo Edina pamoja na Maria. Tulimchukua kijana yule kwa usaidizi wa polisi. Baada ya kumchukua yule kijana, aliwekwa pale ndani polisi. Tukaulizwa, hii kesi nani anaijua? Tukamuelekeza ni Afande Peter kutoka Iguguno. Nilitoa rabii yangu, Afande Peter alipigiwa simu. Baada ya hapo tulianza safari ya kurudi Singida. Tulikabidhiwa askari mmoja. Yule askari nilitumia gharama zangu kumlipa kutoka Geita mpaka Singida. Na mpaka askari aliyemkamata mtuhumiwa nilitumia gharama zangu. Baada ya kufika hapa Singida kituo cha Iguguno, tulimkutana na Afande Peter tukiwa na watuhumiwa wote wawili, ambaye ni Edina pamoja na yule kijana waliokuwa wakiishi naye kwa miezi yote 4. Basi tulipofika pale, askari Peter hakumchukua maelezo Edina, alimchukua mtuhumiwa kwa mikono ya askari kutoka Geita. Baada ya hapo alisema Edina arudi nyumbani akalale, ili kesho yake tuje tuandike maelezo tujue Maria tunampataje. Mpaka hapa nilipo sijui mwanangu kama yuko hai au amekufa. Ndugu wapendwa, kilichotokea kituo cha polisi